Na akiwa na tuzo 140 kutokana na mafanikio yake katika biashara pamoja na uhisani, Manu Chandaria mwenye umri wa miaka 96 ni miongoni mwa wakwasi tajika barani Afrika kulingana na jarida la Forbes Africa. Lakini mtazamo wake kuhusu safari ya maisha ni upi? Tulimtembelea Manu Chandaria nyumbani kwake katika mtaa wa Muthaiga jijini Nairobi na kuandaa ripoti ifuatayo. Tazama. Safari yetu ya dakika 15 kutoka katikati ya jiji la Nairobi inatufikisha mtaa wa Muthaiga kwenye jumba hili la kifahari lililopakwa rangi nyeupe likizingirwa na mandhari ya kupendeza. Jumba hili lilijengwa mwaka 1929, hali inayolifanya kuwa umri sawa na mmiliki wake, Manilal Premchand Chandaria almaarufu Manu Chandaria. Akiwa mwanaviwanda, mfanyibiashara na muhisani tajika, Manu Chandaria amewashika vijana wengi mkono na kuelekeza katika kutimiza ndoto zao za elimu. Manu alihitimu kwa shahada ya uhandisi wa magari kutoka chuo kikuu cha Mumbai na kuendelea na masomo nchini Marekani. Na je, masomo ya humu nchini yanalingana kivipi na yale ya India? Well, education system in India is far more ahead than Kenya. And I think that because of the numbers, because of competition, population is so... When I went to study, India was about 550 million people. Manu ana imani kuhusu uwezo wa elimu katika kubadilisha maisha. Majority goes to the institution that we have built. So, for example, we supported Nairobi University. We supported Kenyatta University. Akiwa na tuzo 140 katika nyanja mbalimbali, Manu anasema ni bidii imemfikisha hapa. Well, success is something, it doesn't come without hard work. It doesn't come without good vision. It doesn't come without accepting others. Manu anayekisiwa kumiliki mali ya thamani ya shilingi bilioni 234 na ambaye ni baba wa watoto wawili, anathamini familia yake kuliko kitu kingine. I think as a family, it taught us that what we cannot achieve singularly, we can achieve as a joint group. Manu na mkewe Aruna wamekuwa kwenye ndoa kwa miaka 70 na anasema kiini cha ufanisi wake ni mkewe Aruna. I would have not been what I am without her. And she has been a great supporter. And what they said, behind every successful man there is a woman. Je, changamoto za ndoa zinasuluhishwa vipi? She's with me for 70 years. And I'm sure that she's hurt me. I've hurt her. But we have a remorse after that. We should have not done it. Now that's a great way of expressing and accepting. Manu ni mpenda watu. Number of people that has visited this home is I don't know how many thousands. Even the street children have come and played here. Manu ni muumini wa dini ya Jain ambayo ni tofauti na ile ya Hindu, ila zote mbili zinasabiana katika maswala ya mankuli. I'm pure vegetarian. I believe that we don't want to hurt, to kill other things to eat, to fill ourselves. Yeye hali nyama kabisa, lakini huwezi kumuondoa kwa vitu vitamu vitamu. After lunch, I want some piece of sweet. After dinner, I want some piece of sweet. It could be ice cream, could be chocolate, could be traditional sweet, could be cake, could be anything. Manu anaamini kwamba nidhamu ni muhimu katika malezi ya mtoto na haamini kwamba kiboko ni cha mtoto mkorofi. Only by discussing, only by talking, only by convincing. I cannot say, don't smoke. Smoking is bad, but I'm smoking. It doesn't make any sense.
Manu aliyezaliwa na kulelewa nchini Kenya anazungumza Kizungu na Kihindi, lakini Kiswahili pia hakiwezi kumpiga chenga. Napenda vile nakuja hapa kukamata interview yangu. Sasa mtu utaangalia interview tafuta namna gani Manu Chandaria. Who is Manu Chandaria? Manu ameandika wasifu kuhusu safari yake kutoka familia ya mapato ya chini hadi bwenyenye wa kiviwanda, huku shirika la Forbes likimworodhesha miongoni mwa watu matajiri zaidi barani Afrika.